ambayo inahusu wote, inaanza kwa Uwiso Yumo mpaka kwa wakili wa kujitegemea. Tunasema TLS Section 4. Hebu tujibu kwa uhai. TLS Section 4. Section 4 TLS. Ya, hii ni salamu yetu ambayo tunakumbushana kwamba object yetu iko katika kile kifungu cha 4 cha sheria yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Jaji mstaafu Makaramba pamoja na maafisa wengine wote mliopo mahali hapa, itifaki imezingatiwa. Ninayo furaha kusimama mbele yenu kuzungumza machache kuhusu programu hii. Kwanza ni tunashukuru kwa wote waliowezesha mafunzo haya, kwa sababu yanakwenda kutupa, tunakuwa na uwingi sasa wa wataalamu kwenye gala yetu ya mawakili ambao wanakuwa exposed katika masuala ya namna bora ya kutoa huduma za kisheria, kuwahudumia na kuwafikia wananchi ambao wako pembezoni na wasioweza kumudu gharama za kuwa na mawakili. Ndugu mgeni rasmi, kazi inayofanywa na TLS ni kubwa katika taifa hili. Tunafanya doc brief, tunafanya legal aid kwa namna hii, lakini vile vile tunafanya huduma mbalimbali mnazotuona kwenye matelevisheni, tukitoa huduma za kufundisha watu, kuhamasisha kuhusu utawala bora. Lakini vile vile, ndugu mgeni rasmi, sisi TLS vile vile tunashukuru na kutambua mchango mkubwa wa serikali na kwa namna ambavyo tumeshirikiana kwa pamoja katika kuendesha huduma hii ya msaada wa kisheria. Huduma hii imeendeshwa kwa hali ambayo imeweza kuwafikia maelfu ya wananchi na kutatua migogoro kwa muda mfupi sana. Hii inaonyesha kwamba kumbe TLS ni mdau katika utoaji haki, is not an affront. Kwa hiyo mtu yoyote akimwona wakili amuone ni afisa katika mchakato wa utoaji wa haki. Wakili sio mhalifu. Mgeni rasmi, tumekuwa na mashirikiano makubwa sana na Wizara ya Katiba na Sheria, na nilimwambia mtu mmoja kwamba hata nikiwa na hasira, mimi nimejifunza kuangalia mema zaidi, hasa ninapokuwa na hasira kama hivi. Wiki na hasira sana lakini nimejifunza kuangalia mema. Wizara ya Katiba na Sheria imetuunga mkono sana TLS. Serikali kupitia Wizara ya Katiba na Sheria imetuunga mkono sana TLS katika utendaji wa kazi zetu, katika uboreshaji wa mifumo yetu ya kidijitali, katika kuhakikisha tunakuwa na usafiri, lakini vile vile katika kuhakikisha tunawafikia wananchi kupitia legal aid. Hili haliwezi kuondolewa na ujinga wa watu wachache wanaojitahidi kugonganisha. Kuna watu wanafanya jitihada za kuhakikisha TLS na serikali tunagombana, wanafanya jitihada kubwa, na sisi kama TLS, kama viongozi, tutakuwa cautious. Lakini Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, kuna mambo ambayo lazima niyaseme. Siku za hivi karibuni kumeibuka unyanyaswaji wa mawakili kwa kiwango kisichovumilika. Ni afisa wa mahakama, mahali pake pa kufanya kazi ni mahakamani. Ni ajabu mtu hajui wakili huyu ametumia zaidi ya miaka 10
ili kuqualify kuwa pale mahali alipo. Wakili wamekuwa wakipigwa, wakibugudhiwa, wakipuuzwa kwa namna isiyovumilika. Na mambo haya yamekuwa yakifanywa na jeshi la polisi, Mheshimiwa mgeni rasmi. Nimejaribu kwa muda mrefu kukaa kimya, leo lazima niseme. Nimeingia ofisini, mwanachama wangu mmoja akauawa. Jeshi la polisi likabeza kifo kile na kumwita mlevi. Aliyemuua anajulikana, hajaguswa wala kuhojiwa mpaka leo. Dr. Masanja wa chapter ndogo ya Manyara. Jana juzi kimetokea kitendo kisichokuwa cha kawaida kwa wakili mwenzetu, wakili Mahinyila, akiwa kwenye nguo na uniform ambazo hazihitaji utambuzi kwa sababu zinajulikana. Amevamiwa na watu ambao hawajulikani ni akina nani kwa namna walivyovaa. Bila kufuata taratibu za kimahakama, wakamtoa eneo lake la kazi ambalo ni ndani ya mahakama na kumpiga mithili ya muhalifu, ambao bado hatuamini kwamba hata muhalifu ana haki ya kupigwa, lakini nasema walivyokuwa wakimshambulia walikuwa ni kama wanashambulia muhalifu. Kwa hiyo sisi kama TLS, japo tunatambua mchango na ushirikiano mkubwa tulionao na serikali, hatutakaa kimya mpaka askari hawa wakinywe kikombe walichokikoroga. Tunaendelea kufanya huduma mkono kwa mkono tukishirikiana na serikali, lakini kwa mkono wa kulia tutachapana na anayejaribu kutuchapa. Hatutakaa kimya. Tunajua ni jitihada za makusudi za watu kujaribu kuchochea na kuleta vurugu au kutokuelewana au haki, amani na utulivu ziwe destabilized. Sisi kama TLS tutatekeleza wajibu wetu wa chini ya section 4, lakini section 4 hiyo inataka wakati natoa legal aid vile vile nilinde maslahi, haki, hadhi na usalama wa mawakili. That is section 4. Kwa hiyo tunatambua mchango mkubwa wa serikali na tunajua serikali ni kubwa. Kama ambavyo kwenye kanisa ni mahali pazuri, tunaamini ni watu wema, lakini kanisani hapo ukiacha saa kuna mtu anaiba, ukiacha pochi kuna mtu anaiba hapo kanisani. Msikitini ni mahali wanakwenda watu kusali, lakini ukavua sando nzuri umeziacha nje, hapo kuna mwingine anaiba wakati alikuja kusali, ana opti kuiba. Kwa hiyo hata serikalini kuna watu baadhi kwenye vyombo vyetu vya usimamizi hawapendi kuzingatia sheria. Kwa hiyo ni wito wetu vile vile kwa Wizara ya Katiba na Sheria, ni wito wetu kwenu, nyinyi ni custodian. Hii wizara kwa umuhimu wake kikatiba unaweza ukukuta labda ni wizara ya 3 ya 4, lakini kimsingi ndio wizara ya kwanza. Nyinyi ndio mna katiba na katiba ndio msingi wa kila kitu. Hakuna wizara inayosimama nje ya katiba. Mambo haya msiakalie kimya, Mheshimiwa Katibu. Ni wakati sasa hizi serikali isimame ili wananchi watofautishe wakora walioko serikalini na maadili katika utumishi wa umma. Turudi kule ambapo mtu alikuwa akifanya kitendo kisichokuwa sahihi, serikali inamshughulikia, ipo na rekodi zipo. Kwa hiyo lazima watu waweze kutofautisha kwamba wakora ni wapi na utumishi wa umma ni upi. Kwa hiyo Mheshimiwa, sisi tunaahidi tutaendelea na huduma za msaada wa kisheria na kushirikiana na serikali, lakini ni sharti na rai yetu kwamba askari wote wale waliohusika, tutaleta mapendekezo yetu rasmi kwa maandishi ni nini kusudio letu, lakini tungeomba kama inawezekana kuonyesha nia ya kuwajibika. Kuanzia kesho wasio wanaruhusiwa kukaribia majengo ya mahakama.
ili tulete utulivu wakati tunaendelea na hatua zingine za kutafuta namna bora ya kusimamia taratibu za kiusalama ndani ya mahakama zetu. Mahakama ni mahali patakatifu. Haki ni jambo, yaani huduma ya kwanza ya Mungu ni haki. Yaani mahubiri hayo unaosikia kule, sijui pokea upako, pokea gari, unasema I receive, ni mengineyo. Yaani kazi kubwa ya Mungu ni haki. And God is a lawyer, not a pastor. Popote alipotokea alijidhihirisha kwenye sheria, akatuachia amri 10 na wengine wanaita Torati. Zote hizi ni sheria. Kwa hiyo mahakama tunapoitizama ni mahali patakatifu, yaani sio mahali pa kupeleka vitendo vyovyote vinavyoonyesha uharamia na ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo tuko naomba wizara yenu iwe na wivu na jina lake. Wivu, katiba na sheria ndio msingi wa kimungu. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kumtafuta Mungu wa kweli, yuko mahakamani. Mara ya kwanza alipotokeza kwa Musa, alitokeza kwa Torati. Na vitabu vyote vikubwa vya dini vinatuambia mara ya mwisho atajitokeza kuhukumu. Hiyo ni kazi ya kisheria. Kwa hiyo tuelewe kwamba tunapofanya kazi ya kisheria sio kazi ya kibabaishaji. Na sisi mawakili tujue jambo moja, tunapokwenda kutoa huduma za kisheria ni ibada. Tusichukue huduma hii kama chanzo cha mapato kiasi ya kwamba imefikia stage kuna hot potato rule, yani imeanza yaani hela imeisha hapa, una hela unatupa faili la mtu chini. Huu ni ukatili. Hiyo sio sifa ya wakili. Hatutaki kukimbia wateja wetu kwa sababu hawana pesa. Tafuta namna bora ya kusaidia yule mtu, kwa sababu imejitokeza, na hii lazima tuiseme wazi, sio picha nzuri kitaaluma. Sisi ni watu tofauti kabisa. Ndio maana ukimkuta wakili ana bageni rushwa, ni kitu kibaya sana. Wakili anavumilia uonevu, ni kitu kibaya sana. Hawa wananchi wanahitaji haki. Hawa wananchi wamedhulumiwa. Kwa hiyo panapokuwa na uwezeshaji, tumshukuru Mungu. Panapokuwa hapana uwezeshaji, jua ni jukumu lako kama wakili kuhakikisha yule mtu anapata haki yake kwa namna yoyote inayostahili iliyo ndani ya uwezo wako. Asanteni sana, nashukuru kwa ajili ya programu hii.